Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumu rashada, amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tuko ndani ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Muislamu ala kuli hali Ijumaa hii ya leo usifanyie maskhara. Ni Ijumaa ambayo ni golden chance, nafasi ya dhahabu. Kwanza ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Pili, Ijumaa ndo sayyidul ayyam, bi maana ukiomba dua katika Ijumaa kuna risaa, dua yako hiyo haitarudi bure. Lakini tatu, vile vile ni Ijumaa ambayo iko mwishoni kabisa mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa leo nataka nikuelekeze sura hii utasoma, na baada ya kuisoma kuna sehemu maalum nitakwambia hapo sasa peleka maombi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tusidharau, tuichukue, twende tukaifanyie kazi, tukamuombe Allah kupitia sura hii ambayo leo ninakwenda kukutajia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, dua ndio silaha ya Muislamu. Muislamu yote silaha yake ni dua. Muislamu ategemei makaburi, ategemei mapango, ategemei nini? Muislamu silaha yake siku zote inakuwa ni dua. Sasa leo walillahi alhamdu tunakwenda kuipata hii, na utakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu haja na shida zilizokuwa nazo ikiwa tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo siku hii ya leo usiache dua hii. Ijumaa hii ya leo usiache dua hii. Nasisitiza sana usiache dua hii. Lakini kuna jambo nataka niwakumbusheni ndugu zangu katika imani. Na kukumbusheni siku zote kwamba katika mwezi wa Ramadhani tujitahidi sana kutenda mema. Na miongoni katika mema ni kuwajali na kuwathamini mayatima. Sasa basi, leo ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Tupo hapa katika Masjid Islamia Buguruni hapa Shedi. Niwaombe wale wapenda kheri, mara kwa mara hapa msikitini kila Ijumaa tunafanya zoezi la kuharambee kwa ajili ya watoto yatima. Sasa hivi imeangukia tayari bado siku 3 ama siku 2 kwenda katika Eid al-Fitri. Bimaana kuna baadhi ya watoto hawana nguo mpaka hivi sasa. Niwaombe Waislamu wale wanaoishi maeneo ya Buguruni haya karibu hapa, hebu leo tuhudhurie msikitini pamoja hapa Waislamu, tulibebe zombo hili, tulifanye harambee hii pamoja hapa msikitini. Jitahidi Ijumaa leo inshallah basi uswalie hapa nilipo Masjid Islamia Sheri, uje kwa ajili ya swala hilo. Wallahi ukimvisha mtoto mmoja kuna thawabu kubwa sana mbele ya Allah. Ukavisha wawili kuna thawabu kubwa mbele ya Allah. Na mtoto mmoja kwa thamani ya haraka hadi kwa kiwango cha chini ni 1050 na vaa shekhi. Wewe utaangalia kama unaweza kuvisha watatu, kuvisha wanne. Njoo leo Ijumaa leo hapa msikitini inshallah ufanye. Na ukifika hapa msikitini basi njoo katika ofisi ya imam moja kwa moja utakabidhi sadaka yako hiyo. Kwa hiyo hili hapa nataka niwakumbusheni inshallah kwa siku ya leo hii ya Ijumaa. Baada ya kusema haya sasa, twende nikupe hii dua. Twende nikupe hii sura na nikupe hii dua ambayo wewe utakwenda kusoma ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanye sahari. Nitakutajia ni sura gani, alafu nitakwambia unaisoma mara ngapi na unamwambia nini Mwenyezi Mungu katika maombi yako hayo. Sura yenyewe ndugu zangu Waislamu ni Wadhuha. Sura yenyewe ni hii hapa Wadhuha, ambao kila mmoja wetu anaifahamu na kuijua surati Dhuha hii. Hii imeanza kusema Wadhuha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ukifika hapa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hapa kwenye aya 5, hapa Muislam neno hili likalili mara 7. Utaanza ukujuu huku Wadhuha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika Wadhuha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hapa rabbuka fatarda, neno hili wala sawfa yu'tika utarejea mara 7, utarejea mara 7. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka, unarejea neno hili mara 7. Na wallahi lazim baada kurejea mara 7 utamwambia Mwenyezi Mungu haja yako, utamwambia Mwenyezi Mungu shida yako. Na ukiwa unafanya dua hii ndani ya siku ya Ijumaa kama leo,
alafu Ijumaa yenyewe iko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena ya mwisho, wallahi Mwenyezi Mungu atakujibu dua yako ndani ya masaa 24. Usende kujaribu ndugu yangu katika imani, nenda kafanye. Narudia tena, usende kujaribu, nenda kafanye, utaona maajabu yake. Lakini cha mwisho, baada ya kumaliza wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mwishoni baada ya kupeleka maombi yako, jitahidi sana mswalie Mtume Muhammad mara 100. Tena sema ile swala nyepesi tu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ifanye hiyo mara 100, kisha baada hapo muachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ndugu yangu katika imani, kama utasoma sura hiyo na ukafika hapo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alafu ukamwambia Mwenyezi Mungu nini haja yako, utakwenda kuona maajabu makubwa sana katika dua yako. Na nikwambia hii usidharau, nenda kaifanyie kazi, alafu uone muujiza na maajabu yake. Dua ndugu zangu Waislamu ni silaha. Dua kwa muumini yote ni silaha, ila watu wengi hatuelewi, na wengi mara nyingi tunadharau dua, au mwingine wanafanya kwa kujaribu. Usende kujaribu, Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Nenda kafanye, alafu utakwenda kuona muujiza wake. Ndugu yangu, leo nimeamua nikuletee dua hii maalum kabisa, uende wewe mwenyewe kaifanye kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ninakuletea sura hiyo na nimekuelekeza jinsi gani ya kusoma. Narudia tena, utasoma wadhuha wal laili idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hapo ndipo utapopeleka maombi yako kwa Allah, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kujibu maombi yako, atakwenda kujibu dua zako. Kwa ndugu zangu wale ambao wana maswali yao private, wanaweza kauliza kwa namba hii ya 0793 052 052. Wale maswali ya private ya WhatsApp ya kawaida, unaweza kauliza kwa namba hii ya 0793 052 052. Una swali lako ambalo la siri, basi tupia huko, ama swali lako kama swali la siri, basi unaweza ukaacha comment hapo, mimi nitaisoma na nitakwenda kujibu maswali yako hayo. Kwa hiyo leo ni Jumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi insha Allah twende tukaitumia Jumaa hii kwa kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuomba maghfira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika maombi yetu, na katika yale ambayo kwamba sisi tunamuomba Mungu atakwenda kuyafanya kwa rahisi ndani ya Jumaa hii ya leo. Isitoshe tuko ndani ya Jumaa ya mwisho kabisa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa tayari Ramadhani inaondoka zake. Cha msingi ndugu yangu katika imani, jitahidi sana siku ya leo mlilie sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ataonyesha muujiza, ataonyesha maajabu yake kwa wewe kujitoa na kuyafanya yale majambo ambayo kwamba nimekwambia uweze kuyafanya. Insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane katika darasa lingine, katika kipindi kingine cha kupeana faida mbalimbali katika mambo yetu ya darasa zetu hizi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.